baadhi ya maafisa wanatajwa kwenye kuteka watu, wakina Mafwele, kwa sababu ziko klipu ambazo wakina Sativa wanawataja moja kwa moja, wanawataja wale wakina Felix Buria, wanasema watu kiwapeleza polisi msiwatafute. Hakuna uchunguzi wowote unaofanyika. Nyinyi mko mnajadili tu maendeleo, enyi uzao wa majoka. Kwani mnajadili vitu vya hovyo? Mnaacha kujadili uhai wa watu ambao ndio kitu cha maana na cha thamani kuliko hata maendeleo hayo mnayokuwa mnajadili. Yes. Shalom mtu wa Mungu. Nataka nizungumzie kuhusiana na wabunge ambao kwa sehemu kubwa nimeona ni kama wanachokifanya si wajibu wao, ni kama wanaokimbia wajibu wao. Yaani vinavyozungumziwa ni vile ambavyo havina tija ya moja kwa moja. Nifahamucho ni kwamba kuwa mbunge si kuwa mbunifu wa kupiga makofi. Kuwa mbunge si kuwa mbunifu wa sifa kede kede za kumsifia rais. Kuwa mbunge si kuwa tu na ubunifu wa kubuni miradi ambayo kwa sehemu kubwa haitaweza kuzaa tija yoyote. Nazungumza nini hapa? Ninachokizungumza ni kwamba uhai wa mtu ni wa thamani kuliko kilomita ya lami. Uhai wa mtu ni wa thamani kuliko hata maendeleo yoyote ambayo yanawezekana yakanajadiliwa. Kwa nchi za wenzetu zilizoendelea, mfano kama Ulaya, wao kwa sehemu kubwa ikitokea mauaji ya kiholela holela kwenye nchi, huanza kujadili kuhusiana na hayo mauaji yaliyofanyika na kutafuta kuwakabili waliofanya, na ikibainika kwa uchunguzi huru utakaofanyika, basi watu hao huchukuliwa hatua, aidha kwa kujiuzuru hao watu moja kwa moja, na pia kuchukuliwa hatua stahiki. Sasa kwetu sisi nimeshangaa sana, ndio maana sisi wanatudharau sana watu wa Ulaya, wakiishi kana kwamba sisi sio watu. Ndio maana wanatuweka kwenye fungu moja na nyani na sokwe, kwa sababu iwezekani uhai wa watu unakosa thamani kuliko maendeleo. Nimeona wabunge wengi, kila utakapokuwa unasikiza hotuba zao, wao watajadili maendeleo. Aisee mama ana mpango wa kutuvusha, kutupeleka mbali. Aisee mama anataka kuleta maendeleo makubwa. Aisee mama amefanya maendeleo makubwa. Aisee mama, mnaacha kujadili uhai wa watu uliopotea ambao ndo wa thamani kuliko hata maendeleo. Ndo mwisho wa siku nimekuja nimeona yawezekana, ndo maana wazungu tuweka fungu moja na nyani, kwa sababu sasa huu sio binadamu. Kazi ya mbunge ilikuwa ni kupigania uhalali wa watu kuishi. Ngoja nisome hapa maandiko. Nianze kwa kusoma hapa maandiko katika Isaya 1 mstari wa 16. Inasema, jiosheni, jitakaseni uovu wenu wa matendo yenu, usiwe mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Yaani Mungu mwenyewe anachokitaka kabla ya yote, kabla hujatoa sadaka, kabla hujafanya jambo lolote linaloonekana kama ni jema, cha kwanza tetea wajane, tetea yatima, tetea walioachwa peke yao, tetea wanaoonewa. Hebu niongeze na maandiko haya katika Misali pia, hii sura ya 31 mstari wa 8, anasema, fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliye bubu, uwatetee watu wote walioachwa peke yao, uwatetee watu wote walioachwa peke. Kazi ya mbunge si kujadili maendeleo. Kazi ya mbunge ni kutunga sheria, kuuliza kuhusiana na mambo yanayokuwa yameenda vibaya. Aweza kumuuliza waziri, kuuliza kitengo cha usalama, kuuliza ili wapatiwe majibu kuhusiana na usalama wa watu, kwa sababu nyinyi mumechaguliwa na watu huku, mumechaguliwa na watu kwenye majimbo yenu. Hivi kweli mnataka kuniambia kwenye majimbo yenu watu hawakupigwa risasi Oktoba 29 ambao hawakuingia hata kwenye maandamano? Tuache hivyo. Kuna namna ambayo nimeona ambayo wakati mwingine imekuwa inaendelea sema Oktoba 29 walichochewa tu na watu walio nje, lakini pia kwa nini msirudi nyuma? Kuna watu walitekwa kabla ya Oktoba 29, wakina Sativa, wakina Mdude Nyagali, wakina Anthony Polepole, wakina Injili Geuzayo Roho, wakina Chaula walitekwa. Uje kuna mzee Mbarikoma Kipesile wa Mbeya, mtoto wake aliuawa na mkuu wa usalama aliyekuwepo wakati ule kwa Said Hussein Nasol. Baadaye wakaja wakamtoa, wakamfungulia kesi mzee Mbarikoma Kipesile kwamba amesambaza taarifa za uongo na kumfunga gerezani kwa kesi ya kuto kusajili kanisa wakati kanisa lilikuwa na usajili. Mwisho wa yote, mimi nachotaka niwaambie, mnakwepa wajibu na mtaiepuka hukumu ya Mungu. Jifanyeni amuone yanayoendelea, lakini jueni
mtasimama siku ya hukumu kwa sababu ya haya myafanyayo. Na wakati mwingine naposemaga siku ya hukumu, siku ya hukumu, wengi wanaonaga ni siku ya jehanamu, ni siku ya jehanamu. Hapana, siku ya hukumu ni siku yoyote, siku yoyote ambapo mambo yatageuka, kwa sababu hukumu, Mungu hutumia watu kuhukumu dunia. Ndio maana imeandikwa hivi, ngoja nisome hapa katika Ufunuo, katika Ufunuo, kwa sababu mimi nijuacho, nisome kwanza kwenye kitabu cha Ufunuo, nijuacho kwamba kuwa kiongozi mbele unatakiwa wewe uwe sauti ya watu, Watu wananung'unika, watu wanalia, damu za watu zimemwagika kwenye nchi ya Tanganyika. Hamjadili hayo, ila mnajadili maendeleo. Yaani kwa nyinyi maendeleo ni bora kuliko uhai wa watu, na ndio maana wazungu wapo wakizumu sana, wanaonaga sisi hatuna utofauti na nyani. Afadhali hata ya nyani atakapoona nyani mwenzake kashikwa na simba au kafanywa kitendo kibaya na mwanadamu, huwa wanacharuka. Lakini sisi wa Afrika ni zaidi ya nyani, Kwa hapa tulipofikia, maendeleo sio bora kuliko uhai wa watu, kwa sababu uhai wa watu ni bora kuliko maendeleo. Haya, mnajadili maendeleo haya sasa, si maendeleo fulani, miradi fulani, nchi mama anataka kuipeleka nchi yetu kwenye maziwa na asali. Yaani nchi yetu inaenda mbele, nchi yetu inaenda kufanikiwa, nchi yetu inaenda kutolewa, mama akafanya makubwa. Swali linakuja hivi, hayo maendeleo atayatumia nani kama ikiwa kuna watu waliopoteza uhai? Hamjadili, kwa sababu maendeleo yanamtaka mtu. Maendeleo bila uhai wa watu, hayo maendeleo hayana tija yote. Kuna watu mioyo yao inaugua hata sasa. Mnasema wao walichochewa kwenye maandamano, wako waliotekwa kabla ya maandamano. Hivyo ndio vilivyochochea hasira ya Watanganyika. Uje pia ambao tulikuwa nasikia miradi ambayo ilikuwa inapigwa na bagazwa makisia makaa ya mawe. Uje sindo kwa habari ya masuala ya kupiga kula. Wanasema walikuwa na nani hapa nipopa anasema kula zinavutwa kwa njia ya NIDA. Yote hayo hamuoni kwamba ndiye aliyochochea watu kwenda kuandamana? Na mbali na hapo, zile taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba inawezekana Magufuli JPM aliuawa na kikundi fulani. Hakuna ambacho kinachoweza kinajadiliwa kuonyesha kwamba jamani, haya mambo yafanyike hata uchunguzi, ili walau kuzima monkari, kuzima kutuliza mioyo ya Watanganyika. Ila hivyo nyinyi kwenu hamjadili. Nyinyi ni maendeleo. Nchi inapelekwa kwenye nchi ya ahadi, kwenye maziwa na asali. Maziwa na asali ya nini? Maziwa na asali ya nini wakati kuna watu hapa katikati, watu wana maumivu? Ukiacha tu hiyo ambayo labda hivyo vingine visipeleka, watu wana maumivu ndani ya mioyo yao. Hivyo nataka kuniambia familia Mdude Nyagali hata sasa inajisikiaje inaposikia hotuba zenu za maendeleo? Familia hapa ni Polepole ambao tunasikia tu kwamba alitekwa, mara si tunapata taarifa kwenye mitandao ya kijamii kapelekwa huko, na unakuja unaona ni maliziano tu ndio yanayojadiliwa kina mzee Butiku. Maliziano gani wakati kuna watu mioyo yao inaugua, inaumia? Uje tu akina mzee Mbarikiwa Kipesile, mtoto wake aliuawa, moyo wake unaugua, yeye mwenyewe yuko kwenye hatihati ya kupotezwa na hao wanaopoteza watu ambao havijadiliwi, ambao tunaona kuna baadhi ya maafisa wanatajwa kwenye kuteka watu, wakina Mafwele, kwa sababu ziko clip ambazo wakina Sativa wanawataja moja kwa moja, wanawataja wale wakina Felisi Buria, wanasema watu tukiwapoteza polisi msiwatafute. Hakuna uchunguzi wowote unaofanyika. Nyinyi mko mnajadili tu maendeleo, enyi uzao wa majoka. Kwani mnajadili vitu vya hovyo? Mnaacha kujadili uhai wa watu ambao ndio kitu cha maana na cha thamani kuliko hata maendeleo hayo mnayokuwa mnajadili. Kwa nini? Na kusema hapo, kutumia lugha hizi, tunajaribu kuonyesha kwamba kiukweli mnachokifanya kikutakiwa kifanyike. Kutumia lugha hizi hatutumii kwamba kwa maana kuwadhalilisha, kuwavua utu wenu. Hapana, tunajaribu kurejesha fahamu zenu kwamba kwa hiki mkifanyacho amfanyi sawa sawa. Haya, nimezungumzia kuhusiana na hukumu. Kwa hiyo nisome hapa katika Ufunuo sura ya 13. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 10 inasema hivi: mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, mtu akiwa kwa upanga atauawa kwa upanga. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, akiwa kwa upanga atakufa kwa upanga. Kwenye nchi za wenzetu zilizoendelea, mfano nikizungumzia nchi ya Burkina Faso alipokuja kutawala ambaye ndio Ibrahim Traore, kesi zilianza kufunguliwa za uhujumu uchumi kwa wote waliolihujumu taifa. Kesi zilifunguliwa kwa wale wote ambao walionekana wamehusika na kifo cha Thomas Sankara miaka iliyopita.
Mimi nawaambieni kwamba kama kuna kitu tulidanganywa sisi wa Afrika ni yule Mungu ndio atakaye kuja kuhukumu. Hapana, ni watu ndio watakayehukumu hii dunia, ambao watakuwa ni wema, watu ni safi. Itakuwa tu inaojua kwa nini wewe wakati mabaya yanaendelea ulikaa kimya, wakati ulikuwa unaona una nafasi ya kuongea, unayo nafasi. Sasa hivi tuko na michungaji yenyewe kazi ni kusifia ujinga tu, kusifia upumbavu tu. Wanaacha kufanya vitu ambavyo vilikuwa ndio vya maana. Kazi ya kiongozi ni kuonya, kukemea, kukaripia na kuhoji na kuuliza kuhusiana na usalama wa raia, usalama wa watu wao. Sasa hivi kilichoko makanisani kama ni kuhubiri Injili, tunaenda mbinguni, piga makofi, haya mtolee Bwana sadaka, toa, Mungu atazileta, toa, Mungu atakujaza, Mungu atakubariki. Baada ya hapo watu wakisha toa, lenyewe ndo linapata misadaka, lenyewe ndo linajenga majumba ya kifahari, lenyewe linatembelea magari ya kifahari, ila linawaambia washirika kwamba nyinyi mtavipata kwa Mungu. Ndio Injili kinachoonekana kwetu kwa Afrika, ambacho ni upumbavu tu. Kazi ya Injili ilikuwa ni kutoa uzembe, kutoa tabia chafu, kutoa uholela. Kama mtu ni mvivu anaanza kuambia usifanya kazi. Maandiko yanasema asiyefanya kazi na asile. Sasa tumezalisha kizazi fulani cha hovyo sana. Sasa nimeona hapa ambaye mzee Kangrigola kama sikosea, anazungumzia kwamba sasa hivi mafisadi wengi wamejificha kwenye uchawa, kusifia. Kwani kinachoendelea bungeni hapo ni kipi? Kwa sababu unajua, unaona kazi ya mbunge ilikuwa hiyo, kazi ya mbunge ilikuwa lazima hoji watu waliotekwa, ambao maafisa wanasikika kutajwa kuhusika na masuala, wanachukuliwa hatua gani? Ilitakiwa wabunge wahoji kwa ma IGP, wahoji kwa marapisi, wahoji kwa mawaziri kuhusiana na usalama wa raia, kabla ya hata hayo mnaita maendeleo, kilomita lami, maana si maendeleo fulani. Maendeleo yenyewe tumeweza kujadili tokea miaka na miaka, karne mpaka leo. Maendeleo gani hayo? Maendeleo yanaacha uhai wa watu. Uhai wa watu ndio maendeleo namba moja kwenye nchi zilizoendelea. Anasema inawezekana si ndio watu tumewekwa fungu moja na nyani sisi sio watu. Haiwezekani. Kuna watu wametekwa, kuna watu wameuawa. Hayo hayajadiliwi. Kama hii rada ya Oktoba 29 inawezekana ikawa mbaya, haya waliotekwa, nini kinafanyika? Kwa sasa imekuwa ni kawaida tu. Malizia na andiko katika kitabu cha Warumi sura ya 13 mstari wa 4, nisome. Ukianzia moja anasema kila mtu anaitii mamlaka. Sasa nisome hebu yote tu. Kuanzia Warumi 13 mstari wa kwanza anasema kila mtu anaitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, ila ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka ushindane na agizo la Mungu, nao washindanao kujipatia hukumu. Sasa niendelee mbele, nasema kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka, fanya mema nawe utapata sifa kwake, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema. Lakini ufanyapo mabaya ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu amlipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Kiongozi upo kwa ajili ya kulipiza ghadhabu, kukusababisha haki kwa hao wanaofanya mabaya. Upo kwa ajili ya kukomesha ubaya wao. Wewe upo kwa ajili ya kulipa kisasa, kama nilisoma kwamba wewe kwa upanga atakufa kwa huu. Kiongozi upo kwa ajili, kwa sababu hizi sheria mnazotunga, atakayeua atakiwa naye uawe. Mumezitunga kwa ajili ya nani? Mumezitunga kwa ajili huku wakina Kapuku, wakiba kuku, ndo sheria zifanye kazi, wafungwe. Ila nyinyi huko wengine wakisikika wamepiga mirusho, wanasikia kuteka watu, kuumiza watu, hawachukuliwa hatua zozote. Nawaambia hiki mkipandacho mutavuna. Kuna wakati sana isiyodhaniwa. Kuna siku nchi ya Tanganyika haitatawaliwa na watu wabaya siku zote. Kuna siku atatokea rais kama JPM. Nawaambia hivi, teknolojia hii inahifadhi, atakuja anze kudili na wote. Kwa nini wakati mambo yalipokuwa yanaendelea vibaya hamkusema chochote? Hamkufanya chochote? Nimeweza tu kwa kusema ni sauti ya mtoto wa mtu aliyekutoka nyikani. Anasema tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Tazama Mungu mhukumu wa haki wa kila mtu, yu haja na malipo ya kila mtu. Tazama Bwana yu karibu kuja, na hii ndio maana ya neno Maranatha. Hongera kwa kunisikiliza.